Wa DCP Rigathi Gachagua amempongeza Rais William Ruto baada yake kudai kuwa atahakikisha amekabiliana na makundi ya wahuni nchini, akimtaka kumwondoa afisini Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen na katibu wake Raymond Omollo iwapo ananuia kuhakikisha ameyamaliza makundi hayo kikamilifu. Kinara huyo wa DCP amebaini kuwa alijaribu kumwonya Rais Ruto kuwa uwepo wa makundi hayo unahatarisha pakubwa usalama wa kitaifa, akibaini kuwa sasa rais anafahamu hatari iliyopo hasa baada ya mkutano wake kuvurugwa na wahuni kaunti ya Narok. Akizungumza kabla ya ziara yake kuelekea Marekani, kinara wa DCP Rigathi Gachagua alimtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi aliyotoa kuhusu kukabiliana na makundi ya wahuni, hasa baada ya mkutano wake katika kaunti ya Narok kuvurugwa na wahuni. And now that the president has said that he will take care of goons in person, I trust now it will be done because he is the president. And if it does not happen, then it means he is the one behind the goons, or he must resign as President of the Republic of Kenya, because he has given a commitment to the people of Kenya after goons rained terror in his own meeting. And I don't know why Murkomen did not advise him not to go where goons are, because the other day he said once you know they are goons, you shouldn't go there. I think Gachagua alibaini kuwa iwapo Rais Ruto ananuia kuyamaliza makundi ya wahuni, anapaswa kumwondoa mamlakani Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen na katibu wake Raymond Omollo. If he is serious, he wants to deal with the goons, he must sack Kipchumba Murkomen and Raymond Omollo because they are the planners and financiers of goons in the country. Why it's been very difficult for police to deal with the goons, and the police are crying to us. If William Ruto today was embarrassed that goons are attacking his own meeting, and he has made a conscious decision to deal with goons in person, my advice to him is that he must deal with the people who finance goons, who plan goons, and that is his Minister for Interior Kipchumba Murkomen and Raymond Omollo. Aidha, Gachagua amewakosoa wanaodai kuwa wakati umewadia wa mrengo wa upinzani kutangaza atakayepeperusha bendera ya mrengo huo katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, akibaini kuwa watafanya hivyo baada ya kukamilisha kibarua kigumu cha kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya kote nchini. We have a whole year, 11 months. What is the hurry? In my view, hii ni maneno ya March, April huko. Wengine wanasema leo, wengine wanasema kesho. Wale wanasema leo, na uuliza wewe kura zako wanaleta kwa meza ni ngapi? Unasema tuamue leo. What are you putting on the table? First go and mobilize, then ukuje useme tuamue leo. Because huwezi kuja kusema tuamue leo na hakuna kitu unaleta. Katika ziara yake ya takriban siku 50 nchini Marekani, Gachagua atazuru na kukutana na Wakenya katika maeneo ya Washington, Oregon, Kansas na Texas. I look forward that when I come back there will be no goons. William Ruto will have done what he needs to do, and I trust because he has tested goons, and I want him. James Mwangi, Undugu TV.